Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amesema kuwa machafuko yaliyotokea baada ya uchaguzi wa Oktoba yameathiri kwa kiasi kikubwa picha ya nchi hiyo duniani. Akizungumza wakati wa kuwaapisha mawaziri wapya, Samia alionya kuwa vurugu hizo zinaweza kuirejesha Tanzania nyuma ya kiuchumi na kisera. Amesema kuwa utegemezi wa nchi hiyo kwa mikopo ya kimataifa unaweza kuathiriwa kutokana na hali ya sintofahamu iliyoibuka baada ya uchaguzi huo uliokumbwa na utata mkubwa. Uchaguzi huo ulimtangaza mshindi kwa 98%, huku upinzani ukilalamika wakiharamishwa kushiriki na uchaguzi kuitwa kinyume cha misingi ya kidemokrasia. Machafuko yalizuka baada ya kura kutangazwa na inadaiwa kuwa mamia ya watu huenda waliuawa wakati vikosi vya usalama vilipovunja maandamano chini ya kile kinachodaiwa kuwa ni usitishaji wa mtandao kwa siku 5. Serikali haijatoa idadi rasmi ya vifo, lakini picha na video zinazodai kuonyesha ukatili huo zimezagaa mitandaoni. Tanzania, ambayo kwa miaka mingi imejulikana kama taifa tulivu na imara, ilishuhudia viongozi wa upinzani wakikamatwa, wengine kufunguliwa mashtaka makubwa, huku takriban watu 240 wakidaiwa kushtakiwa kwa uhaini. Wakati akiunda baraza jipya la mawaziri 27, Samia alimchagua binti yake Wanu Hafidh Ameir kuwa naibu waziri wa elimu. Mume wa Wanu, Mohamed Mchengerwa, amebaki serikalini na sasa anasimamia wizara ya afya. Mawaziri 7 kutoka baraza la awali wameondolewa katika mchakato huo. Rais huyo amesema tayari ameanzisha uchunguzi rasmi kuhusu machafuko hayo na ametaka waliofungwa lakini wasiohusika moja kwa moja katika vurugu wafikiriwe kuondolewa au kupunguziwa mashtaka. Taarifa zinaonyesha kuwa ujumbe wa upatanishi ukiongozwa na Lazarus Chakwera, rais wa zamani wa Malawi, unatarajiwa kuwasili nchini humo ili kusaidia katika mazungumzo ya maridhiano kati ya pande mbili zinazokinzana. Ujumbe huu unatarajiwa kukutana na viongozi wa serikali, vyama vya siasa, taasisi za kiraia, viongozi wa dini pamoja na wanadiplomasia. Katika hotuba yake, Samia amewataka mawaziri wake kuangalia njia za kuongeza mapato ya ndani, akisisitiza kuwa hali ya kisiasa ilivyo sasa inaweza kufanya iwe vigumu kupata ufadhili wa kifedha kutoka kwa taasisi za kimataifa.